Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, karibu tuweze kuwa sote, na kile sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja naye mchungaji James Didas. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Karibu tuweze kuwa sote, na tupo katika somo la 12 katika robo hii ya pili ya mwaka 2026 ambalo linasema kwamba shiriki habari zake, na tukiwa ufingoni kabisa kuweza kumaliza robo hii ya pili, ambapo katika robo yote ya pili tukiangazia hasa kukua katika uhusiano na Mungu. Na tunapofua kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, ni kuombe mchungaji James Didas uweze kutupatia ombi la ufunguzi, kisha tuweze kusonga mbele. Karibu sana mchungaji James Didas. Tuombe. Baba yetu mwema wa mbinguni, jina lako litukuzwe, uinuliwe mbele zote Mungu wetu, kwa sababu wewe ni mwema kwetu. Asante kwa kushughulika na wokovu wetu kwa namna ya pekee, na leo umetupatia fursa ya upendeleo tena kujifunza neno lako, hasa tunapoangalia agizo ulilotuachia, unakotubariki la kujenga uhusiano nasi kwa neema yako. Unatufanya wabia pamoja nawe, watenda kazi pamoja nawe, na unatutuma kwenda kufanya kazi ya thamani ambayo iligharimu uhai wako. Tafadhali kujifunza kwetu kukatufanye tufurahi kwamba unatuokoa hivyo na unatutumia kwa aleta wengine kwako. Tufundishe tangu mwanzo hata mwisho, kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. Asante sana mchungaji James Didas kwa kutufungulia kwa ombi. Nikaribisha pia mchungaji Tuvako wote waweze kupata nasi katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Tuvako, ningetamani utukumbushe katika somo la 11 hasa kile ambacho tulijifunza. Nini hasa ambacho tulikiangazia katika somo hilo la 11? Karibu sana mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti, namshukuru Mungu kwamba tulikuwa na somo zuri sana. Somo la 11 lilikuwa na kichwa vikwazo. Na tulisema kwamba tulitamani hata kichwa kingekuwa chanya kidogo, lakini hakikuwa hivyo. Na fungu kuu lilitupa mwelekeo. Fungu kuu lilichotoka katika kitabu cha Warumi sura ya 5 fungu la 3 hadi la 5, ambayo lilisema wala si hivyo tu, anasema ila na mfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitahayarishi, kwa maana upendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Tuliona katika somo hili ya kwamba licha ya kwamba tunaishi katika dunia ambayo imeathiriwa na dhambi, vikwazo vipo kwa sababu hiyo, kwa sababu ya dhambi. Na licha ya vikwazo kuwepo, tunapomuona Kristo, tunapomtazama yeye ambaye ndiye anatujenga katika uhusiano wetu na Mungu, vikwazo hata viwe vigumu, tutaona namna chanya ambayo Mungu anashughulika nasi hata katikati ya vikwazo. Na hivyo tukaona jinsi ambavyo changamoto za maisha anuai zinatumiwa hata na Mungu katika maisha, ambapo tunapopita yanaweza kwa mtazamo hasi yakawa ya kukatisha tamaa, lakini kwa mtazamo wake hatupaswi kukata tamaa. Mungu anatushughulikia hata katikati ya vikwazo. Ninakushukuru sana mchungaji Tuvako kutukumbusha katika hilo somo la 11. Na sasa tunakwenda katika somo la 12. Mchungaji Didas, katika hili somo la 12 ambapo tunazungumzia shiriki habari zake, tunakwenda kuangalia hasa mambo gani ambayo ni majukumu ambayo tumepewa na yule ambaye ametupatia uhai. Karibu sana mchungaji Didas. Asante sana mwenyekiti. Ndio. Furahi kwamba tunaelekea ukingoni kabisa mwa robo ya pili. Tunaelekea ukomo wa robo ya pili, na tumekuwa na safari nzuri. Tuna somo zuri sana katika kukua na kujenga uhusiano na Mungu, na kipengele cha muhimu sana ambacho hatuwezi kukwepa. Ndio. Tunapokuwa tumejenga uhusiano na Mungu, ametuvuta kwa neema yake,
anachotarajia kwetu, kwa sababu kwa hakika anatutuma ni kwenda kuwaita wengine waje kwake ili wajenge nao uhusiano huo ambao tunaufurahia. Amina. Kwa hiyo somo la 12 linatuambia habari ya kushiriki habari za Yesu. Na tunapaswa kushiriki hizi habari njema za Yesu na watu wote katika kutekeleza lile agizo kuu la utume ambalo kimsingi hakuachia tu wale wanafunzi wake 11, lakini pamoja na sisi wale ambao tungepokea na kuliamini neno lake hata baada ya kuwa amepaa kwenda mbinguni. Kwa hiyo tutajifunza kwa namna ya pekee namna ambavyo kujenga tabia zetu binafsi, namna ambavyo tunaishi mtu mmoja mmoja kama mshiriki, na vile tunavyopaswa kufanya kama kanisa katika kuwafikia watu na habari njema za Mwokozi. Njia nzuri kabisa ambayo somo hili linatuambia ni kudhihirisha tabia njema, hasa tabia ya upendo ambao unanijika kutoka kwa Mungu kuja kwetu na kupeleka kwa watu hawa wengine. Nimefurahia sana kisa kimoja, Pastor Duvako nitakupa. Najua muda wetu, lakini kuna kisa kilichonivutia katika utangulizi. Nikumbusha kisa changu hivi karibuni. Nikiwa naendesha gari kwa haraka katikati ya mji wa Morogoro, nilikuwa na rafiki yangu ambaye amekaa kwenye driver seat. Nilipofika kwenye roundabout ya katikati ya mji ambapo kwa kimsingi mimi ndo nina haki na barabara sasa, lakini akatokea mtu tu huko pembeni ambaye alipaswa kunisubiri, akachomeka gari kwa haraka, akanivuka na ikataka kuleta shida. Nilikamata breki kwa haraka sana, nikapiga honi huku nikiwa nimekasirika, nikatoa kichwa changu kwenye dirisha kidogo, nikamwambia maneno magumu. Nitasamehewa kutamka maneno, na nilikwambia wewe kiazi kweli. Sasa yule aliyekuwa amekaa kando yangu, yule rafiki, alinipiga kofi kwenye bega langu la upande wa kushoto kwa haraka sana, kwa sababu neno hilo wakati mwingine ni jepesi sana kulitamka na anajua. Kwa hiyo alinipiga kwa sababu kupaswa kufanya hivyo. Hata kama mtu amefanya jambo la kijinga, ulipaswa kutulia, kunyamaza, tukuchukuliana hiyo hali. Nikakutana na kisa hiki cha mchungaji anayewahi kwenda kanisani. Naam. Anawahi shule Sabato, ana mahubiri na anaendesha effort. Kwa hiyo anawahi kanisani ili asichelewe. Anapofika mahali fulani na kukutana barabara imejaa movement ya magari, anajiuliza hawa watu wote wametoka wapi? Mbona wananizuia? Tena kwa bahati mbaya zaidi akatokea mtu anaye akaiuliza gari mbele yake kwa ghafla na akakamata breki. Atua mkunja ngumi kwa hasira. Sijui alitamani hata atoke ili amvute huyu mtu kwenye gari. Lakini baadaye anafika kanisani, anapotazama hadhira wake washiriki wanamsikiliza, anaona sura ambayo kama anaifahamu. Ndipo baadaye mshiriki mmoja anamtambulisha huyu driver aliyekatiza mbele yake kwamba ni mgeni asiye mshiriki aliyekuja tu kutembelea ndugu zake, na siku hiyo ameingia kanisani. Amekuja kanisani. Na huyu ni mchungaji. Yaani mwishoni pale kwenye kurasa 147 maneno haya yanasema, mchungaji pia nitambua tena kwamba kila kutendeana, iwe ni kwa watu tunaowajua au wageni, kunapaswa kujaa upendo unaotiririka kutoka katika uhusiano wa kudumu na Mungu. Huwezi kujua ni kwa namna gani matendo yako, na hasa kama muumini, yanaweza kuwa na athari kwa wengine. Isaya anasema katika fungu la kukariri, Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishao, nipate kujua wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi, uniamsha sikio langu lipate kusikia kaka watu wafundishwao. Isaya 50 fungu la 4 ndilo fungu letu la kukariri katika juma hili. Amen. Naam. Asante sana mchungaji Didas, umeweza kufungulia jamvi kwa kile ambacho tutakiangazia katika somo hili la 12. Mchungaji Tuvako, na tunaongozwa na maandiko matakatifu. Ndio. Sasa haya maandiko matakatifu yatupatia kanuni gani hasa za msingi tunapokuwa tukishuhudia hizi habari njema ambazo tayari mchungaji Didas anasema tunakwenda kwenye kushuhudia hizi habari njema? Ni kanuni gani za msingi? Karibu sana mchungaji Tuvako. Na nikijibu swali hilo, sina budi kwenda kwenye Mathayo sura ya 28 na kuichukua kauli ya Bwana Yesu mwenyewe. Anasema katika aya ya 18 hadi ya 20. Kwa wengi wasomaji wa maandiko matakatifu, hasa vitabu vya Injili, wanaifahamu hii vyema.
Yesu akaja kwao akawaambia, anasema Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hoja Bwana Yesu anayezungumzia hapa kuhusiana na kanuni ya msingi, umeuliza juu ya kanuni za msingi za ushuhudiaji wa habari njema, ni kwamba jambo la kwanza ambalo tunalipata kulingana na kauli ya Bwana Yesu mwenyewe, hoja ya kushuhudia habari njema ni agizo. Ndio. Ukishamkubali Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hilo ni kama vile katika kuchagua uzima au mauti, ni kama unapewa uhuru wa kuchagua. Unakaa uhuru kale kwamba nichague uzima, sawa. Nayo hiyo sasa ni hivi, unaposhindwa kuchagua uzima umejichagulia mauti. Lakini tuachane na hilo uchaguzi ambao sio chanya. Umeuchagua uzima, umemchagua Bwana Yesu. Ukishamchagua, mwenyekiti rafiki, unapomchagua Yesu, habari ya ushuhudiaji sio ombi, ni agizo. Yes. Na unaona anavyoiwekea kauli, na unapozungumzia, nimenigia vizuri tu katika swali ulivyouliza, kwamba ni kanuni za msingi. Nashukuru kwa swali lako zuri. Kanuni za msingi ikimaanisha sio kitu ambacho ni I may do, I may not. Yani ninaweza nikafanya au nisifanye. Ni hoja ya kwamba sio jambo ambalo umeombwa, umesha kuwemo, ni wajibu, lazima utekelezwe. Sasa kwa lugha hiyo hiyo, Ufunuo 14 fungu la 6 hadi 12 inapozungumzia wale malaika watatu, inazungumza juu ya wajumbe, lugha ya Kiyunani iliyotumiwa na nabii Yohana. Anapozungumza juu ya malaika wanaoruka katikati ya mbingu, anazungumzia wajumbe. Wajumbe ambao ni watu wanaoungana, wowote ambao wanakubali kuwa wakala wa Mungu katika kufikisha ujumbe wake katika dunia kama ilivyo dhahiri katika sayari hii. Na hivyo ujumbe wa malaika wale watatu unaanza na kuita dunia kumcha Mungu na kumtukuza. Na hivyo ninamalizia kwa kusema yafuatayo: ikiwa ni agizo, na ikiwa hili linakuja tena kuonekana katika umuhimu na uzito huu kabla ya kuja kwa Bwana Yesu mara ya pili, lazima hili litekelezeke. Basi tunawajibika sio tu kwa sababu tunaishi, kwa sababu tunamkiri Kristo, lakini kwa sababu tunajua tunakokwenda. Ndio. Na hivyo udhuru wa kushuhudia umekuwepo. Mwingine anaweza akasema si mimi ambaye naweza kuhubiri, haiwezekani, mimi mtu mkimya, kushuhudia si eneo langu nililokirimiwa, mchungaji ndiye anaweza kuhubiri. Una visingizio vingi tunaweza kuwa nayo. Lakini mpendwa mtazamaji na msikilizaji, hakuna kati yetu ambaye hana uwezo wa kufanya jambo fulani, kupeleka habari njema. Na hivyo kama lilivyo agizo, ni namna bora ambayo tunapewa ya kufikisha. Napenda mwongozo wetu umetumia neno kutokana na mafuriko. Yani ulivyojaziwa, ndio hutoi vyote, lakini unatoa kile ambacho kime spill over, kimetoka nje kutokana na kile ambacho kimejazwa ndani. Mhubiri mashuhuri sana ambaye ni mchungaji wa bunge la Marekani, mchungaji Barry Black, anapenda kusema you have to preach out of the overflow. Hubiri kutokana na kile kilichojazwa ndani yako, kilichofurika, kilichotoka nje baada ya kujazwa. Maana tutatoa vyote, ni maisha. Na hivyo katika hili, mwenyekiti, kanuni ya kushuhudia kama ilivyo kwenye Matendo 1 fungu la 8, amesema kwa hatua: anza Yerusalemu, alafu Uyahudi, Biblia zingine itakwambia Yudea, alafu itakwambia Samaria, na halafu mwisho wa nchi, ikimaanisha unaanzia pale ulipo. Unapoanzia ulipo, unajenga msingi ulio bora, ambao huo msingi unakupatia
Rafiki yangu mmoja anapenda kusema unakupa mileage. Unakupa mwendo. Yaani unakupa nguvu ya kwenda. Sasa katika hili nilisema namalizia kwa kutaja haya, lakini nidokeze tu. Ndio. Kama Matendo 1:8 inavyosema kwamba tumeitwa kuwa mashahidi kwa hatua hivyo, hata watu wataalamu wa jamii wana kauli ambayo mimi ilinigusa sana. Kuna mbunge mmoja na siasa katika taifa kubwa kule aliwahi kusema maneno ambayo yalifanya kila mmoja atafakari kwamba any politics is local. Na alikuwa na aliandikia kitabu na nilikisoma. Kitabu kinasema any politics is local. Anamaanisha nini? Sio swala tu la siasa. Kwamba kila namna ya kutengeneza muundo au miundo mbinu iliyofanikiwa ina nguvu ikianzia nyumbani. Na hivyo kwa mkao huo, kanuni ya msingi ya Bwana Yesu inaonyesha anzia pale ambapo msingi wako ukiwa imara, utafanikiwa sana hata nje ya nchi. Na hilo ndilo nalipata katika kanuni za msingi ambazo ziko pale. Upendo wa Mungu uanzie nyumbani. Na pendo linapotoka kwa Mungu, Yohana 1:4-7 na hadi 11 anasema litaenda kama kwa ndugu mpaka kwa watu wengine. Ninashukuru sana Mchungaji Tuvako. Hilo ni agizo. Enendele. Naam. Haleluya. Mchungaji Didas ukiunga hapo kwa Mchungaji Tuvako. Ndiyo. Mala masomo yetu yanafuatana. Kulingana na somo la juma hili ambalo tunaangalia kuhusiana na kushiriki habari zake. Juma hili, hiari na dhamiri inawezaje kuendana na nguvu inayohitajika katika kuweza kuandaa roho kwa ufalme wa Mungu? Kuandaa roho kwa ufalme wa Mungu ikimaanisha pia kuweza kushiriki habari zake kwa kuhubiri habari za Mungu. Karibu sana Mchungaji Didas. Asante sana mwenyekiti kwa swali hilo. Nikiunga kama ulivyosema, nilikuwa najaribu sana kumwangalia mtoa agizo mwenyewe alivyokuwa akifanya, akishughulika na watu, akiwaita kuja katika ufalme wake. Alikuwa na sifa ya kujawa upendo na huruma sana kwa watu. Amina. Na huruma na upendo wa Yesu vilifanya watu wavutwe kuja kwake pale alipokuwa anawaamuru kumfuata, lakini baada ya kugusa maisha yao kwa namna fulani, na hivyo watu waliufuata kwa dhamiri zao wenyewe, kwa kuamua, kutokana na nguvu ya mvuto wa Yesu mwenyewe kwa vile alivyokuwa akiwatendea watu. Hicho ndicho ninachoona hasa nikijibu swali lako mapema, hata kabla sijatoa maelezo mengi sana, ni kwamba ilikuwepo nguvu ya mvuto katika huduma ya Yesu kwa watu, iliyojengwa kwenye huruma na upendo, namna alivyowatendea, mbinu yake ya kuwafikia watu, aliwaendea kichangamana nao. Kuna mahali fulani katika kitabu cha kinaitwa The Ministry of Healing inasema hivyo, nadhani kitabu hicho kitatafsiriwa hivi karibuni. Kina mahali ambapo inaelezea mbinu iliyofanikiwa ambayo tunapaswa kuifuata ya Yesu Kristo, mtoa agizo mwenyewe, kwamba alienda kwa watu, walichangamana nao, kana kwamba alivutiwa na maisha yao, na yeye alipofika pale, watu wale walivyomuona akigusa maisha yao, aliwaonea huruma, na ndipo alivuta usikivu wao kwake. Na baada ya kuwa amewavutia watu kiasi hicho, ndipo alipoamuru mnifuate. Kwa hiyo hakutumia nguvu, hakumlazimisha mtu, walimfuata kwa dhamiri zao wenyewe. Na tunaona Yesu katika huduma yake akihubiri, akifundisha, akiponya wagonjwa, akiwagusa maskini na wenye hitaji. Mahali fulani katika kitabu cha Mathayo sura ya 9 aya 36, alipowaona makutano wakiwa wametawanyika kama kondoo wasio na mchungaji, Biblia inasema Yesu aliwahurumia, akawafundisha, akaponya magonjwa yao, akagusa waliopooza na shida zote, na hivyo watu walivutiwa na Yesu. Na ili kazi yetu hii ya kuvuta roho kwa Yesu Kristo
kama matokeo ya kutii agizo aliyotupatia iweze kuwa na ufanisi kazi yetu hii, lazima tuwe na upendo wa Mungu unaobubujika ndani yetu. Upendo huu utiririke, tuwe na msukumo unaoletwa na upendo na huruma kwa watu. Hakuna ubiri mwenyekiti linaloweza kuwa zuri lenye mvuto kuliko ubiri linalogusa maisha ya mtu moja kwa moja. Matendo yetu ya huruma na fadhili, wema wetu, neema tunazopeleka kwa watu wasiostahili ina nguvu. Sidharau kazi ya mibarani, ina matokeo mazuri pia. Lakini kama tungekuwa tunatumia mimbari kuvuna baada ya kwenda kugusa maisha ya watu, kazi yetu ya uinjilisti ingekuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo tunapaswa kwenda kwa watu tukiwa na mzigo wa kazi ya Mungu, lakini tukiongozwa na upendo wake, ukiwa na msukumo wa huruma. Na habari njema ni mwenyekiti, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kila mtu tunayekutana naye, tuwe tunamfahamu au hatumfahamu, huyo ni mpokeaji wa upendo wa Mungu na ni mtahadhia wa ufalme wa mbinguni. Amina. Kwa hiyo tunapaswa kuwaendea wote bila kunyamaza, tukisukumwa na upendo wa Mungu ukiwa ndio msisitizo ndani yetu. Napenda maneno ya mwinjilisti huyu wa Agano la Kale, huyu nabii Yeremia. Kuna wakati anasema neno la Mungu lilikuwa ndani yake kama moto unaowaka. Anatamani kunyamaza, lakini na msukumo wa kwenda. Anasema katika kitabu cha Yeremia 29, anasema ndipo moyo wangu, anasema ndipo moyoni mwangu kumekuwamo kama moto uwakao uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kwa kustahimili, wala siwezi kujizuia. Alikwenda, lakini sio kama naye lazimisha, kama tulivyomuona Yesu akulazimisha. Alikwenda kwa ujumbe dhahiri wa Mungu kupeleka kwa watu, hiyo wanataka kusikia. Maana Yeremia alipitia kikombe kichungu. Wakati mwingine watu walikuwa wanamjia, tuambie maneno kutoka kwa Mungu, tuko tayari kusikia. Nabii ayaye na akiwaambia kile Bwana anachotaka, wanamsulubisha tena. Mara amefungwa minyororo, mara amevurutwa kwenye matope, mara katupo shimoni, kwa sababu waliwaapia maneno ambayo hawataki kusikia. Lakini lengo la Mungu kwetu, twende na ukweli wake ulio dhalili kwa watu, tukisukumwa na upendo na huruma, pasipo kulazimisha. Kwa sababu Mungu yeye analazimisha. Kwanza hata hakumlazimisha Adam na Hawa kumtii katika habari ya ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Hakuwalazimisha kinyume na dhamiri yako, kama ulivyomuuliza mwenyekiti habari ya dhamiri. Walisukumwa na dhamiri yao wenyewe kutomtii Mungu. Hata wakati wa gharika, Mungu akumwambia Nuhu awashurutishe watu waingie kwenye safina ili waepuke gharika. Hakuwalazimisha. Nuhu alihubiri tu miaka 120 na jenga safina, wao walichagua wenyewe kututii. Lakini hata wana wa Israeli, Mungu hakuwalazimisha watii, wawe wadumu katika agano lake. Tulijifunza hapo nyuma walivyo kaidi, hata wakaingia kwenye ibada ya sanamu. Mungu hakufanya hivi. Yesu, kama nilivyosema awali, hakuwalazimisha watu. Alikusa maisha yao, alitimiza mahitaji yao. Na ndipo watu walimfuata. Hakulazimisha mtu. Kwa hiyo sisi wenyewe tunapokwenda, tunapaswa kwenda kwa neno la Mungu lililo wazi, kutekeleza hili agizo bila kumlazimisha mtu. Mjumbe wa Mungu Ellen White anasema katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa 487, anasema hivi: si sehemu ya utume wa Kristo kuwalazimisha watu wampokee. Ndio. Tunasema habari za Mungu kwa bidii na nguvu yote, tukiongozwa na upendo wa Mungu, lakini hatutawalazimisha. Na mwisho pale napenda nisome tu aya ibara ya mwisho katika ukurasa 49, nakosema tunapaswa kujiruhusu kuwa vyombo vya huduma ya Mungu. Tunaishi katika dunia inayochukia ukweli, lakini uhalisia huo haupaswi kutuzuia kushiriki kwa njia ya busara na ya upendo. Kumbuka kwamba mara nyingi ushuhuda wetu binafsi ndio unaobeba uzito mkubwa, hasa katika hatua za awali za kushuhudia. Kwa hiyo twende kwa ujumbe wa Mungu kwa kweli, ambayo hata hivyo inachukiwa, lakini tukiwa na msukumo wa upendo na kugusa maisha ya watu na ushuhuda wetu binafsi, kile Yesu alichotutendea katika maisha yetu,
kwa kweli Mungu mwenyewe kwa njia ya Roho wake atagusa mioyo yao na watalipokea leo. Kuna ambao watakao kataa, kwa sababu Biblia inasema habari njema itahubiriwa ulimwenguni kote kwa ushuhuda. Sio kwamba lazima kila mtu atakubali. Kuna wengine watapuuza, wengine watadhiaki, wengine watakataa, na kuna watakaopokea. Na wakipokea kwa sababu ya ule msukumo wa upendo, watadumu nasi katika safari ya imani, tukijenga uhusiano na Mungu na hatimaye kwa uzima wa milele. Naam. Ninakushukuru sana mchungaji Didas na mchungaji Tuvako, tutakokuwa tukiendelea katika mjadala wa mwongozo wa kujifunza Biblia. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi, lakini baada ya haya mapumziko mafupi tutaweza kurejea tena katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia katika somo la 12, shiriki habari zake. Nawe pia unapaswa kuweza kushiriki habari zake. Endelea kubaki nasi, tutavilia tena. Inang'aa nje na ndani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya 3 ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoze kukutana na Bwana na kupata tumaini lenye baraka katika robo hii ya 3 unapoangalia Wakorintho wa kwanza na wa pili mwaka huu wa 2026, mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka, jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing House lililoko karibu nawe. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo: 0627880677. Ninarudia, 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia. Tumerejea tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Tuvako, katika muktadha wa mwongozo wa kujifunza Biblia katika juma hili au katika somo la 12, tumepewa hatua kadhaa ambazo hizo hatua zinatuongoza kuweza kushuhudia hizi habari njema. Ni hatua gani hizo ambazo tumependekezwa kwazo kuweza kuzifuata? Karibu sana mchungaji Tuvako. Hatua. Nashukuru mwenyekiti. Labda hili linanikumbusha mambo kadhaa. Kwanza, Isaya 50 fungu la 4, fungu letu la kukariri, ndio ambalo limesema Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Anasema huniamsha asubuhi baada ya asubuhi, huniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Sasa kinachoonekana katika fungu la kukariri kinaakisiwa na kile ambacho Petro anakisema vizuri. Petro wa kwanza 3:15 nisome kwa ajili ya manufaa ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15. Kitabu cha Petro kiko karibu na mwisho kabisa wa vitabu vya Agano Jipya. Petro wa kwanza ni kabla ya vitabu nyaraka za Yohana. Nasoma sura ya 3 fungu la 15. Petro wa kwanza anasema fungu la 15 sura ya 3. Najua umefika pale. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lilipo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu na kwa hofu. Sasa kitu ambacho mwenyekiti nakiona kinatajwa katika mtiririko wa somo letu hapa kinaonesha mambo yafuatayo. Ndio. La kwanza, Isaya yeye anasema lazima itoke kwa Bwana. Uwezo wa kupeleka huu ujumbe unatoka Bwana. Umeuliza juu ya hatua. Mungu ndiye wa kwanza anayeniwezesha kuwa na ulimi wa kupeleka, tena anasema wafundishwao. Unajua, ungetamani mseme ulimi wanaweza kufundisha, si ndio? Ili wanaofundishwa wapokee. Na wewe nao una uwezo wa kufundisha. Lakini nilichokiona kwenye fungu sio hicho. Fundishwa. Yaani wewe unayeomba upewe ulimi, sharti uwe na mtazamo ulio tayari kufundishwa.
Uwe mtu mwepesi kurekebishika. Kufundishia unarekebishika kwa sababu kufundisha ni kujenga ndani ya akili ya mtu kile ambacho ama hakuwa nacho kabisa au alikuwa nacho lakini hakikuwa sahihi. Hivyo ujengewe ndani ulimi wa anayefaa, anayekubali kufundishwa. Hilo. Lakini linalofuata mwenyekiti, linaonekana kwenye mtiririko mzuri sana wa Petro wa kwanza sura ya 3. Na naomba niende na karibisha mpenzi mtazamaji mwenye mwongozo. Aende kurasa wa 157 na kuona yafuatayo yakiwa yameorodheshwa pale. Ambapo anazungumzia juu ya wito wa umoja na upendo ambao Petro anauonesha. Sasa Petro anapoanza na kipengele muhimu zaidi, kipengele chenye changamoto zaidi cha maandalizi yetu ya kushiriki Injili, anaalika wote. Na halafu anasema katika hatua chache. Hatua ya kwanza ni lazima sote tuwe na nia moja. Hiyo anaianza kwenye aya ya 8. Aya ya 8 na kuendelea. Anasema neno linapaswa lianze na nia. Nia iliyomo katika mapatano kati yetu. Tusipokuwa na jamii iliyoamini ikawa na upatanifu kati ya ile jamii yenyewe, haitaweza kumwambia mtu mwingine kwamba inamuamini Yesu. Kumbuka sala yake mniona 17. Muwe na umoja. Msipokuwa na umoja, ulimwengu hauwezi kukubali kwamba ninyi mnanishuhudia mimi. Hivyo ndio la kwanza, nia moja. La pili anasema Mtume Petro ni kwamba waumini wanapaswa kuhurumiana. Kwenye aya hizo 8 kuendelea anasema wanapaswa kuhurumiana. Watu ambao hawahurumiani, majanga yanapokuja hawajali. Hawajali. Yaani hakuna mtu anayejali kuuliza uko salama? Alafu kinachotokea chochote kinaweza kumuua mtu kwa sababu tu hakuna aliyejali. Nisiseme sana hivi, lakini ni wazi niko la pili pale. Lakini la tatu anasema mpendane kama ndugu. Upendano wa kidugu. Na hivyo inadokeza kwamba mkishamaliza hizo za kwanza, ya kwanza nia yenu ikiwa sahihi na safi ya umoja, mtakuwa na mtazamo wa kurumiana, mtapendana kidugu. La 4, mtakuwa na huruma. Na hii inamaanisha inaenda nje hata ya ninyi wenyewe. Wenye rehema, tayari kusameheana. Haya, la 5 na la mwisho ni, lakini si kwa umuhimu, ni la 5 tu katika kuorodhesha hapa, ni wanyenyekevu. Ule mtazamo ambao ulionekana katika Kristo. Nikurudishe mpenzi mtazamaji na msikilizaji kule kurasa 150. Huo mtazamo Petro anaouweka pale unaweza kunyumbulishwa katika hatua 5 au 6 pale. Katika ukurasa 150. Ya kwanza ni watu ambao kwa namna ya pekee wanaufahamu, unafahamu mtu mwingine, unaujenga urafiki naye. Umeuliza juu ya hatua. Jenga urafiki. Usianze tu kwenda kumhubiri mtu habari ya Yesu. Atakufukuza. Jenga urafiki. Maana hilo ndilo msingi. La pili, omba Roho Mtakatifu afanye katika moyo wa mtu huyo kile ambacho unamhitaji ajue. Roho Mtakatifu. La tatu, fanya hili. Tafuta njia za kawaida za kuwasiliana na huyu mtu. La 4, fanya hili pia. Ombea mahitaji maalum au maswali ambayo yanawezekana anakuuliza. Unajua wakati mwingine unauliza swali afu anauliza swali zuri la kibiblia na mjibu. Ombea kwanza, kwa sababu unaweza ukalijibu kwa haraka ukao umeua shauku ya kujua kingine ambacho angekijua angefanya uamuzi. Ombea maswali na pia mambo ya kawaida ambayo yanawezekana katika mjadala wa mawasiliano haya. La 5, lakini sio kwa udogo, unafika wakati ambapo unaona kabisa huyu anaweza kaulizwa kuchukua hatua. Na hii tunaweza kufanya kwa njia ya mafundisho ya yale ya masomo maalum ya kujifunza Biblia. Yapo wengine yapo masomo ya sauti ya unabii. Yapo masomo mbalimbali yanayokusaidia kwenda kwa hatua. Lakini la mwisho ambalo linaweza kujumlishwa katika ujumla wa haya yote, ambalo linaweza kanita la 6, matendo yetu. Mtazamo wa maisha binafsi.
Niliangalia takwimu, mwenyekiti, ninapomalizia hapo. Mahali fulani profesa wetu wa chuo kikuu cha kanisa alifanya utafiti wa namna ambavyo watu wanaamua kumfuata Yesu. Na akagundua kwamba hiyo ilinishtua, kwa takwimu yake 85% ya watu wanaoamua kumfuata Yesu sio kwa hubiri la Tubotani. Ni urafiki na mahusiano ya kijamii. Sasa haya mengine yanafuata baada ya hapo, hubiri zuri, sijui kwa haya, sijui nyimbo, sijui nini, ni mwisho. Lakini 85 maisha mungariko. Ninashukuru sana mchungaji wako. Mchungaji Didas, unajua ni tekeo. Kumbe kuna hatua. Si kwa kurupuka tu. Kuna hatua za kufuata, gazi kwa gazi. Asante sana mchungaji wako. Mchungaji Didas, na hebu tugeuzie kibao kisa cha Ephraim. Na Ephraim, kwa mujibu wa somo la juma hili, hiki kisa chake atufundisha nini hasa juu ya kusudi la Mungu katika hoja nzima ya kushiriki habari zake, kama somo letu na uliona katika juma hili, shiriki habari zake. Karibu sana tukimwangazia Ephraim. Asante sana mwenyekiti. Ndio. Tafakari hizi habari za Ephraim, ninakuta kuna historia ndefu imeshikamana na Ephraim, lakini nitaenda kwa ufupi. Tunapozungumza habari za mtu anaitwa Ephraim katika Biblia, huyu ni mmoja wa makabila anayejenga makabila 12 ya taifa la Israel. Lakini yeye hakuwa mtoto wa kuzaa na Yakobo, isipokuwa mjukuu. Wakati Yakobo anaenda Misri na familia yake, takriban watu 70 wanakaa kule, alikuta Yusufu yuko kule na ameshaoa Asenath, yule binti aliyepewa na Farao. Akazaa watoto 2 wa kiume, mmoja yuko Ephraim ambaye alikuwa ni mdogo na mkubwa alikuwa anaitwa Manase. Baadaye Yakobo anamwambia, anapowabariki anasema hawa nao watakuwa wa kwangu. Na hata wanapovuka baadaye wanakuja nchi ya ahadi, wanagawiwa urithi katika nchi ya ahadi, taala vipale. Na upande fulani wa mto Jordan mpaka bahari ya Mediterranean kuna eneo zuri, tajiri, eneo kubwa ambalo Ephraim walipewa kurithi. Na baadaye tunakuta taifa hili moja ambalo ni Israel lilikuja kugawanyika mwaka wa 930 kabla ya Kristo, wakati ambapo mtoto wa Sulemani anaitwa Rehoboam anatawala. Na makabila 10 yakawa yamejitoa, wakawa wamemwacha anayeitwa Yuda, lakini wanajua taifa la Yuda, lakini kimsingi walipo makabila mawili ambalo ni taifa la Yuda mwenyewe pamoja na Benjamini, walibaki upande wa kusini ambao linajenga taifa la Yuda. Makabila 10 ambayo walikuwepo Ephraim pia walikuwa na makao makuu Samaria, au wakawa Israeli ya kaskazini, kusini kule wakawa wamebaki Yerusalemu. Sasa Ephraim, kwa sababu ya ukubwa na utajiri na nguvu ya kisiasa aliyokuwa nayo, alikuwa kama aliyetawala, alikuwa kama mkuu kwa makabila aya 10 ya upande wa kaskazini. Hata mfalme wa kwanza wa kaskazini anaitwa Jeroboam, aliyekuwa katika jeshi wakati wa Suleiman, na hata wakati Rehoboam mwana wa Solomoni anatawala alikuwepo, na yeye alikuwa ni Mwefraimi huyu Jeroboam. Lakini Jeroboam baadaye anawazuia hawa watu, haya makabila 10 kutokuja Yerusalemu kwa ibada. Wakaanza kamtindo fulani ka ibada hako kaliko changamana na ibada ya sanamu. Uasi ukaendelea kukua, uasi ukakua ukawa mkubwa. Wakawa na kiburi na majivuno na kujitosheleza nafsi, wakawa na hali fulani ya unafiki wa kidini. Na hiyo ilifanya Mungu achukie sana haya makabila 10. Hata wafalme wao akina Ahabu utawakuta hapo, akina Manase, akina Joram walikuwa ni wafalme wabaya sana. Na Mungu baadaye aliwaadhibu. Mwaka 722 Waasiria walikuja wakawapiga, wakawachukua, wakaondoa mataifa yale 10. Ndio. Yuda nao wakabaki mpaka mwaka wa 605 Babeli. Nebukadneza naye alikuja akawatwanga kama mara 3 hivi na kuwaondoa na kupeleka uhamishoni Babeli. Na ndipo
kuna namna ambavyo nabii Yeremia anazungumza kwa namna ya sitiari, akielezea kana kwamba bibi yake na Efraim au bibi wa taifa la Israeli anayeitwa Raheli kana kwamba analia. Lakini utagundua wakati huu wa nabii Yeremia na Hosea na kina Isaya tayari Raheli yeye alishakufa siku nyingi. Kwa hiyo hii ni lugha ya picha inayotumika hapa, ni kana kwamba anamlilia, anawalilia watoto wake. Watoto gani? Wawili ambao kana kwamba waliondolewa. Mmoja alienda Asiria mwaka 722, Yuda naye mwaka 605 anakuja kuchukuliwa na mwaka hatimaye mwaka 586 uhamisho wao kwenda Babeli unakamilika. Sasa Raheli kama analia, lakini Mungu anamfariji. Anazungumza. Ukisoma katika kitabu cha Hosea utaona dhambi ya Efraim. Ameingia kwenye ibada ya sanamu, amemwacha Mungu wa kweli. Na hapa kwa sababu hiyo anachukuliwa, anakwenda Asiria. Yuda naye atakwenda kule kama nilivyosema. Na leo sasa Raheli analia, anasema katika kitabu cha nisome Yeremia 31:15 mpaka 19:20, anasema hivi. Bwana asema hivi, sauti imesikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi. Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa watoto wake kwa kuwa hawako. Bwana asema hivi, zuia sauti yako usilie, na macho yako yasitoke machozi. Maana kazi yako itapata thawabu, nao watakuja tena toka nchi ya adui. Ndivyo asemavyo Bwana. Tena liko tumaini kwa siku zako za mwisho, asema Bwana, na watoto wako watarejea hata mpaka wao wenyewe. Hakika nimesikia Efraimu akijililia hivi. Anakosema Efraimu anawakilisha ufalme ule wa kaskazini, yani mataifa 10. Nimesema alikuwa ni dominant, alikuwa ni kama mkuu, kama ambavyo nasikia Yuda, lakini Yuda alikuwa pamoja na Benjamin pia. Sasa anapozungumza Efraimu anasema Efraimu akijililia hivi, umeniadhibu nami nikaadhibika. Kama ndama nisiyezoelea nira, unigeuze nami nitageuzwa, kwa maana wewe u Bwana Mungu wangu. Hakika baada ya kugeuzwa kwangu nalitubu, na baada ya kufundishwa kwangu nalijipiga pajani, nalitahayarika, naam nalifadhaika, kwa sababu nilichukua aibu ya ujana wangu. Je, Efraimu siye mwanangu mpendwa? Je, siye mtoto apendezwaye? Maana kila nisemapo neno juu yake ningali nikimkumbuka sana. Kwa sababu hiyo moyo wangu unataabika kwa ajili yake, bila shaka nitamrehemu, asema Bwana. Raheli kama anawalilia watoto wake, taifa zima ambalo sasa limegawanyika, lakini Mungu anamfariji, anamwambia usilie, nyamaza, futa machozi, kwa sababu Mungu ana mpango. Mpango gani? Mungu ni mwenye rehema. Tumemjifunza majuma yaliyopita kwamba yeye ni Mungu mwingi wa rehema, mwenye fadhili, mwenye huruma, anayesamehe dhambi, uovu na makosa. Pamoja na kwamba Yuda walikosa wakaenda uhamishoni, Mungu alikumbuka agano la kuwarejesha, akawarejesha. Na hata mwaka 722 walipoenda makabila 10 ya kaskazini ambaye anatajwa kama Efraimu, Mungu anasema anapomtazama anamuona kama mwanaye, atamkumbuka kwa rehema. Kwa hiyo habari za Efraimu zinatukumbusha kama Raheli anavyolia. Wazazi wengi hata hivyo wanalia leo kwa uchungu na maumivu mengi, kwa sababu licha ya kuwafundisha watoto wao katika misingi ya kiroho, lakini watoto wawezekana wamekengeuka. Usilie, Mungu anajali sana hata hao watoto waliokengeuka, atawarudisha kwa upendo na rehema zake. Na hivyo Mungu anamwambia katika hii lugha pika, anamwambia Raheli, nyamaza, usilie, mimi ni mwingi wa rehema. Kuna tumaini hata kwa mwenye dhambi mbaya kabisa, mwenyekiti yule ambaye tunaweza tukamwangalia kwa macho ya kibinadamu tukamwrite off kwamba huyu kwa kweli mbinguni haendi. Huyu bado kuna tumaini, kwa sababu Mungu moyo wake daima umejaa shauku kwa ajili ya mwenye dhambi anayeacha njia yake mbaya na kumrudia. Na daima mikono yake imefunguliwa.
akiwa anasubiri kwa shauku kumpokea mwenye dhambi anayerudi akitaka kumtii Mungu na kutengeneza uhusiano naye kabisa. Tunakumbuka kisa cha Luka 15 cha mwana mpotevu. Lakini sio mwana mpotevu, hiki ni kisa cha baba mwenye rehema ambaye daima alikuwa anaangalia huenda siku moja mwanangu atarudi. Na hiki kisa ambacho Yesu alikitengeneza ni udhihirisho wa juu kabisa wa upendo, rehema na msamaha wa Mungu ambaye anamsubiri mwenye dhambi. Kwa hiyo hata kama Israeli walikengeuka kwa nyakati hizi mbili kwa kugawanika kwao, Mungu bado aliwarehemu. Angeweza kuwaacha. Kwa hiyo tunachopaswa kufanya, hata mwenye dhambi aliye mbaya kabisa tunayeweza kuona ni duni, hastahili neema, hastahili upendo wa Mungu, huyo ni mtaradhia wa ufalme wa Mungu. Kama tulivyoagizwa, twende kwa wote. Amina. Maana wote ni watoto wa Mungu. Neema ya Mungu hauwezi jua itamfikia mwenye dhambi anayefananaje na yuko wapi wakati gani. Kwa hiyo sisi kama sauti ya Mungu twende tuwaambie habari ya Efraim ni tumaini kwamba hata mwenye dhambi mbaya, mkekeufu, msanamu, mzinzi kabisa, ambaye ameachwa, mwizi. Tunakumbuka kisa, sina muda wa kubelezea kisa cha mtu aliyeandika wimbo unaoitwa Amazing Grace. A wretched sinner, yule mwenye dhambi mbaya kabisa, neema ya Mungu inamfikia, inamrudisha kwa upendo, naye ni mtaradhia wa ufalme wa Mungu. Na asante sana mchungaji Didas. Waswahili unasema kwamba usimkatie mtu tamaa. Hiyo kauli ilikita akilini mwangu usimkatie mtu tamaa. Kuna kauli tunayopita inajulikana Tanzania ya usimkatie mtu tamaa. Kwenye ukoo. Mchungaji Tovaka. Kuna swala la urejeshwaji, kurejea nyumbani. Na je, mpango wa kurejesha roho kwa Kristo au kwa Mkristo unawezaje kufanikiwa kwa namna isiyokwaza, kwa namna ya kupendo? Bala tunasema shiriki habari zake. Tunaweza kutumia njia zipi kuweza kurejesha? Kipindi mchungaji Didas anaeleza, nikakumbuka kisa kimoja cha huyu mtunzi wa wimbo wa Kristo wa neema yote, Imbisha moyo wangu. Ni miongoni mwa watu ambao waliongolewa kupitia wimbo aliotunga yeye mwenyewe. Alitunga wimbo afu baadaye akatoka nje ya kanisa kabisa. Akaingia duniani. Siku moja alipokuwa kwenye usafiri wa umma, ule wimbo ambao ametunga na yale maneno na zile beti alizoandika, Kristo wa neema yote, ukapigwa kwenye usafiri wa umma alipokuwa amepanda. Na mpaka nafika zile beti zinakwisha, hapo amesharejeshwa. Akamrejea Kristo. Karibu tumeituba. Naam, heri wa kurejesha wazazi kufanikiwa. Ndio, karibu. Ninaunga pale ambapo mchungaji Didas amezungumzia hivi. La kwanza ni kukumbuka. Ni wajibu wetu tukumbuke kwamba wote, kila mmoja wetu tumewahi kupitia nyakati za udhaifu. Ndio. Na kuyumba kwa namna fulani katika kutendea kwetu na Mungu. Farisayo asiyeweza kukubali hilo. Lakini Mkristo anapaswa kukubali kwamba kuna wakati ambapo moyo wako umepita mabonde. Maisha yako yalishuka. Maisha yako yalipungua katika viwango vya Mungu. Na hoja ya kurudisha au kurejesha mwingine, ninaamini kwa kanuni hii, hata jinsi ambavyo mwongozo wetu unatuongoza kuona leo, salama ni kwamba anza na wewe mwenyewe. Rafiki yangu mmoja nilipenda sana anavyofanya, tena namshukuru Mungu, juma hili nimepata simu yake. Ni ndugu yangu, anasema brother from another mother. Kwa miaka mingi sana, ni mtu wa nchi nyingine, lakini alipiga simu kunisalimu, akanikumbusha mambo kadhaa. Lakini moja ya mambo ambayo sitasahau juu yake ni mchungaji na alikuwa akizungumza na rafiki mwingine ambaye alikuwa na changamoto ya kiroho. Na niliguswa nilivyomwambia. Alisema, rafiki, nimekuja kwako leo ili kesho na wewe uwe na nguvu ya kuja kwangu. Hivyo leo ni kweli mmekuja tuzungumze juu ya hoja inayokuhusu, ya namna ambavyo unaonekana dhahiri una changamoto
kubwa ya kiroho. Lakini na kuhakikishia mimi pia ninamhitaji Yesu. Hivyo nimekujia ili leo nikutie nguvu na uniambie tuliwekeje sawa swala hili. Kesha wewe uwe na nguvu ya kujisaidia. Sasa mambo kadhaa ambayo mwongozo wetu natuongoza kuyaona yanatusaidia, kwa sababu mfano nilioeleza hapa ni kwamba yule rafiki alikoperate, alikuwa mwepesi kwenda hatua zote za kufanya yale yaliyostahili kufanyika. Somo letu linatuongoza kwenye Zekaria 10. Ndio. Ametajwa Yuda na uasi wake, wametajwa wengine ambao walitoka, lakini napenda mafungu machache kwa sababu ya muda tulio nao. Nampendekezea mpenzi mtazamaji na msikilizaji kuisoma Zekaria sura ya 10 yote. Lakini Bwana anapoanza kwenye aya ya kwanza anasema muombeni Bwana mvua wakati wa masika. Na kwa kweli mvua kulingana na maandiko matakatifu hapa inaashiria kumwagwa kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu afanye hiyo kazi. Huwezi kurejesha kwa uwezo wako. Na ndipo anaendelea katika kueleza jinsi ambavyo yeye mwenyewe alikuwa na hasira na uovu na uasi uliokuwa umefanyika. Na aya ya 3 anasema hasira yangu ikawa imewaka juu ya chungaji, nami nitawadhibu mbuzi waume, na kwa maana Bwana wa majeshi ameliangalia kundi lake, nyumba ya Yuda. Naye anasema sasa atawafanya tena kuwa kama farasi wake, tena mzuri katika vita. Sasa nenda mbele kidogo, aya 5. Nao watakuwa kama washujaa wakanyagao adui zao katika matope ya nje ya vitani, nao watapiga vita kwa sababu Bwana yu pamoja nao, na hao wapandao farasi watafadhaishwa. Aya 6. Nami nitaitia nguvu nyumba ya Yuda, nami nitaiokoa nyumba ya Yusufu. Efraimu anatokea hapo. Nami nitawarudisha kwa maana na waonea rehema, nao watakuwa kana kwamba sikuwatupa. Yaani kwa maana mimi ni Bwana Mungu wao, nami nitawasikia. Na watu wa Efraimu watakuwa kama shujaa, na moyo wao utafurahi kana kwamba ni kwa divai, na watoto wao wataona mambo hayo na kufurahi, mioyo yao utamfurahia Bwana. Ona matumaini yanayoletwa katika mtiririko haya hizi, kuonesha jinsi ambavyo Bwana anaahidi kurejesha, kufanya wale na furaha upya, kurudisha, kurejesha, kuleta upya, kuweka kile ambacho si tu matengenezo ya mdomo, ni maisha kutoka ndani yaliyobadilishwa. Na hiyo sio nguvu ya kibinadamu, la hasha, ni nguvu ya Roho wa Mungu. Yaani kama unahitaji kubadilishwa na Mungu katika jambo, mnang'anie Mungu. Anaweza. Na ameahidi kama amefanya kwa kabila zima la Yuda. Yaani hata kama sio kila mmoja, lakini kwa ujumla wao anawaita kama familia anayoiokoa. Hana sababu ya kushindwa kwa mtu mmoja. Kama afanyia wengi, sembuse wewe. Na hivyo kwa maana hiyo nimalizie mwenyekiti kwa maneno yaliyo katika ukurasa 152 katika mwongozo wetu, ushuhuda wa maisha yako, matendo yako, maneno yako na maombi yako kwa ajili ya huyo mwenzi au mtoto aliyekengeuka. Unaweza ukawa ni mtoto uliyempenda. Inaumaje akiwa ameiacha njia. Inataka ni machozi yanatoka, lakini Yesu anayaona. Anasema unaweza kubadilisha kabisa maisha na mustakabali wao kwa ushuhuda wa maisha yako, matendo yako, maneno yako. Unaweza ukaangalia visa vile katika Luka sura 22, anasema 31-32 na Yohana 21, maombi ya Yesu kwa Petro yalivyobadilisha maisha yake baadaye. Kabidhi huzuni yoyote, hukumu au shutuma unaweza kuhisi juu yao, na badala yake muombe Mungu abadilishe hisia zote hizo kwa upendo ambao ni yeye tu awezaye kuutoa. Muombe Mungu akufunike kwa tabia yake ili uweze kuonesha mtazamo wa upendo usio na ubinafsi. Kumbuka kwamba hakuna mvuto mwingine unaoweza kuizunguka nafsi ya mwanadamu mwenye nguvu kama mvuto wa maisha yasiyo na ubinafsi. Hoja yenye nguvu zaidi inayoungana na Injili ni Kristo mwenye upendo na anayepeleka. Naam. Asante sana mchungaji tukako. Mchungaji Didas, tunapomalizia kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kushiriki sema kwamba kushiriki habari za Yesu na wengine kunadhihirishaje ukomavu wa kiroho? Ukomavu wa kiroho, kushiriki na Yesu
habari zake. Karibu sana mchungaji Hilda, sasa kumalizia. Naam, asante sana mwenyekiti. Kama ambavyo tumeona upendo wa Mungu na neno lake vinapokuwa vimejaa ndani yetu na maisha yetu yanakuwa yamebadilishwa kwa namna ya pekee siku kwa siku, tunapompenda Mungu hivyo, tumejenga uhusiano naye ili tuweze kukua katika uhusiano huu na Mungu na tuwe Wakristo wakomavu. Lazima tufanye jambo moja, tujishughulishe kwa bidii na kwa uaminifu wa moyo katika kazi ya kuwaleta wengine kwake. Hiyo ndiyo kazi ambayo mtu anapoifanya itamwezesha kuwa Mkristo aliyekomaa. Kama anavyosema mjumbe wa Mungu katika kitabu cha Evangelism ukurasa 356 kwamba wote wanaojishughulisha kwa bidii na kwa uaminifu wa moyo katika kazi ya kuwaleta watu kwa Yesu Kristo ndio waliokomaa zaidi katika maisha ya kiroho na ibada. Ndio. Ndio. Ukitaka ukue kiroho, ukomae, lazima. Ndio. Ukikaa utanyuma. Kwa hiyo lazima tuende tuambie wengine habari za Yesu. Asante sana mchungaji Hilda. Nikushukuru pia mchungaji Tuvako kuwa nasi tena katika kipindi cha Mwongozo wa Kujifunza Biblia. Mimi ni Fanuel Tanda, ninakushukuru sana mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwa kutenga muda wako kufuatana nasi katika kipindi hiki. Tunapomaliza kipindi hiki ni kuombe mchungaji Tuvako uweze kutufungia kwa ombi. Karibu. Tuombe. Asante Bwana Yesu, tunakutukuza Mungu wetu kwa sababu umetuweka kuwa mawakala wa habari hii njema ya upendo wako, kwamba tutaishirikije hii na wengine. Neno lako na fundisho la leo limetuongoza kutafakari njia, hatua, namna ambazo ni sahihi zaidi, ambazo kwazo tunaweza kushiriki habari njema. Na hivyo tunakukaribisha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu katika mioyo yetu ili utubadilishe kwa nia yako iliyo njema, tuweze kukuakisi inavyofaa kwa wengine. Mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji kufikia kiwango hicho ambacho neno lako limetufundisha leo. Kwanza Yerusalemu, Yuda, Samaria na mwisho wa nchi. Tusaidie kuwa hivyo kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa kutusikia na asante kwa kubariki familia, kaya, marafiki, majirani na ndugu ambao tungependa wauone uso wako. Katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen.